Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais Donald Trump ameionya Iran akisema kiama kinaikaribia nchi hiyo ikiwa hakutakuwa na makubaliano. Rais wa Marekani alisema kwamba ripoti kuhusu Jenerali John D. Kane kuwa Iran itakumbwa na siku mbaya mno. Ameonya kuwa utawala huo bila kufanya makubaliano na Marekani utakutana na kiama kibaya sana. Kwa mujibu wa Trump, Jenerali Kane hangependa kuona vita nchini Iran, lakini ikiwa uamuzi utafanywa dhidi ya Iran katika ngazi ya kijeshi, ni maoni yake kwamba litakuwa jambo la kushinda kwa urahisi. Trump alidokeza kuwa jenerali huyo alikuwa miongoni mwa mashtaka ya Operation Midnight Hammer ambayo ilishuhudia Marekani ikishambulia vituo vya nyuklia vya Iran wakati wa vita vya siku 12 katika majira ya joto ya mwaka 2025. Kane ni mpiganaji mkubwa anayewakilisha jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Anajua kitu kimoja tu, jinsi ya kushinda, na akiambiwa afanye hivyo atafanya. Anaongoza kundi, Trump alisema. Mimi ndiye ninayefanya uamuzi. Trump alisisitiza jukumu lake mwenyewe katika kuamua kuipiga Iran, lakini akasema kwamba anatumai serikali iko kufanya makubaliano badala ya kuifikisha katika hatua ya kutoa wito huo. Kila kitu ambacho kimeandikwa kuhusu uwezekano wa vita na Iran kimeandikwa kimakosa na kwa makusudi, hivyo alisema Donald Trump. Ikiwa hatutafanya makubaliano, itakuwa siku mbaya sana kwa nchi hiyo na cha kusikitisha sana watu wake, kwa sababu ni wazuri na waajabu na jambo kama hili halipaswi kuwatokea, alihitimisha Donald Trump. Kikubwa ni kwamba Iran itakutana na kiama, Trump alisisitiza. Kauli za Donald Trump zilikuja kujibu ripoti za Wall Street Journal, moja kati ya vyombo vya habari nchini Marekani, pamoja na Axios kuhusu ushauri wa Jenerali Kane kwa Rais Donald Trump na maafisa wengine dhidi ya kuingia vitani na Iran. Kulingana na shirika la habari la Axios, Kane amekuwa akionya utawala kuhusu hatari ya kuingia vitani na Iran na uwezekano wa kuingizwa katika mzozo wa muda mrefu. Ripoti hiyo haikubainisha maonyo hayo yalianza lini. Ripoti ya WSJ iliwanukuu maafisa wa Pentagon wakiongeza wasiwasi wao kuhusu kampeni ya muda mrefu ya kijeshi dhidi ya Iran na kumwonya Rais Donald Trump kwamba vita vya pande zote na Iran vinaweza kujumuisha hatari kubwa ya majeruhi kwa wanajeshi wa Marekani, mali za washirika, lakini pia na washirika wenyewe. Jarida hilo lilibaini kuwa maafisa kadhaa wa Pentagon walitoa maonyo sawa kwa Kane, ingawa jenerali ndiye mkuu kati yao. Kwa mujibu wa Trump, Jenerali Kane hangependa kuona vita nchini Iran, lakini ikiwa uamuzi utafanywa dhidi ya Iran katika ngazi ya kijeshi, ni maoni yake kwamba litakuwa ni jambo la kushinda kwa urahisi. Trump alidokeza kuwa jenerali huyo alikuwa miongoni mwa waliopambana katika operesheni ya Midnight Hammer, na yeye kwa namna alivyomwona aliweza kupata mafanikio makubwa. Katika nyakati hizi kumekuwa na maneno mengi ambayo yanaelezwa kupitia viongozi mbalimbali nchini Marekani, wengine wakiona kwamba huu si wakati sahihi wa kuweza kufanya mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na baadhi ya makamanda wakiona kwamba huu ndio wakati sahihi wa kuweza kuishambulia Iran. Hata hivyo, Kane na baadhi ya makamanda wengine wanadaiwa kumweleza rais wa Marekani kwamba hali itakuwa ni mbaya, si tu upande wa Ukraine, lakini pia na hata upande wa Marekani yenyewe, kwani moja kati ya mambo ambayo yataweza kutokea ni namna ambavyo Iran itaamua kujilinda. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi wakati huu ambayo yamekuwa yakielezwa kuelekea katika vita ambavyo Marekani imesema huenda ndani ya siku 10 hadi 15 itaweza kufanya mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, kutokana na kile inachosema ni kupinga nyuklia katika nchi hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia